Lakini mwaka huu 2025 kwa upekee wake, lakini kutokana na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameifanya kwa wananchi wetu wa mkoa wa Dodoma, tumeona kuna sababu ya kuenda chini kuwafikia wananchi wengi zaidi wapate taarifa hii kupitia ngazi za kata. Kwa hiyo Samia, siku hiyo tumeita kwa jina maalum, inaitwa Dodoma Samia Day au siku ya Samia kwa mkoa wa Dodoma, ambapo tunaenda kueleza na kuonyesha na kushuhudia mambo gani yaliyofanyika kwa ngazi za kata. Na tumefanya hivi kwa sababu kubwa. Kila miaka huwa tunajua kwenye historia huwa kila miaka mitano kuna tathmini ya miaka mitano nini kimefanyika kwenye nchi yetu ya Tanzania. Na wakati fulani huwa inatokea kuna kata inakwambia miradi imeenda kata hii, lakini miradi mingine kuna kata hada haijapata bahati ya kupata miradi, itapata awamu ijayo. Lakini kwa upekee wa serikali ya awamu ya 6 sasa, ambayo imehakikisha wananchi wanaguswa na maendeleo yaliyopo katika nchi yao, unakuta kila kata ina miradi zaidi ya 5 kwenye kata moja, imeguswa na kila sekta. Kwa hiyo tumeona sasa hakuna kata ambayo utaenda usikute kitu kimefanyika. Ndugu zangu, sisi mkoa wa Dodoma huenda tumefaidika zaidi kuliko maeneo mengi kwa sababu ya miradi ya kimkakati ya kitaifa, ile SGR, mradi wa kimkakati, bomba la mafuta, mradi wa kimkakati, mradi wa Zuzu ambao unaleta umeme toka bwawa la Mwalimu Nyerere kwenda kufika Dodoma na kutawanya nchi nzima, ni mradi wa kimkakati. Hii ni miradi ambayo utaikuta ambayo inasaidia wananchi wote, lakini mkoa wa Dodoma umebahatika pia kuipata. Lakini Dodoma pia iko miradi ile tunasema ya kimakao makuu, ambapo tuna miradi imeletwa kwa madhumuni mapana ya kuwezesha shughuli za makao makuu kuweza kufanyika kwa ufanisi, ikiwemo mradi wa kujenga mahakama, mradi wa mji wa serikali, mradi wa barabara ya mzunguko, mradi wa uwanja wa ndege. Miradi hii imekuja kabisa kwa ajili ya kuhakikisha makao makuu inakuwa na hadhi yake ya kimakao makuu. Lakini pamoja na miradi hiyo, bado iko miradi ambayo iko Dodoma kwa ajili ya kufanya wananchi waliopo Dodoma kuweza kupata huduma zote za msingi, ikiwemo miradi ya barabara, ikiwemo miradi ya maji, ikiwemo miradi ya elimu, ikiwemo miradi ya afya, ikiwemo miradi ya mawasiliano. Tunaona tunapata simu na wanawasiliana, na miradi mingine ya namna hiyo ambayo moja kwa moja inaenda kutatua kero za wananchi katika maeneo yao kuanzia vijijini na maeneo mengine yote. Kwa haya yote yametupa ujasiri mkubwa wa kusema lazima tuwe na siku ya kuwaambia wananchi wa Dodoma na dunia ijue, Watanzania wote wajue kuwa yamefanyika mambo makubwa kupitia maendeleo ya kila kata na wananchi wanapata huduma kwa ndani ya kata zao. Sisi mkoa wa Dodoma katika miaka hii 5 tumepokea miradi ambayo imegharimu zaidi ya trilioni 10 za fedha za Tanzania. Najua ni sehemu chache utakuta kiasi cha fedha, lakini tukisema miradi ya umeme peke yake ni zaidi ya trilioni 1. Ukianza huo umeme wa Zuzu hapo ni milioni 513, lakini ukija tu REA peke yake ni bilioni 224, basi na miradi mingine ya midogo midogo zaidi ya trilioni 1 peke yake kupitia umeme imeweza kufaidika mkoa wa Dodoma. Lakini SGR peke yake kipande cha Morogoro mpaka Makutopora Dodoma kimegharimu zaidi ya trilioni 6. Kwa hiyo miradi tu milioni na trilioni 7 ukiacha sekta zingine. Kwa hiyo siku ya tarehe 3 ambayo ni kesho, tunaenda kuadhimisha ngazi ya kata, ambapo kila kata watakutana mahali pamoja kuweza kuelezana na kusema na kushuhudia mambo makubwa yaliyofanyika kwenye kata zao katika kipindi cha miaka 5 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku ya leo tuna lengo la kutoa hamasa kwa wananchi wote wa mkoa wa Dodoma. Kila mtu kwa nafasi yake ashiriki siku hiyo kwenye kata anapoishi, kwenye kata anakofanya biashara, kwenye kata anakofanya kazi, lakini muhimu tungetamani kila mwana Dodoma awe kwenye eneo fulani la kata akiwa anashuhudia mambo hayo makubwa. Kama viongozi wa serikali tutagawanyika sisi, kila mtu kwenye kata yake kwenda kushirikiana na wananchi
ili kuyashuhudia hayo ambayo tunayasema. Kutakuwa na kusema kwenye kata yetu kumefanyika jambo gani, lakini kikubwa tunataka wananchi wenyewe waseme kuwa baada ya shule kujengwa wamefaidika nini. Utoro umepungua. Kuna watoto walikuwa hawezi kutembea kwenda mwendo mrefu shuleni. Mtoto anakuwa analia kila siku, siwezi kwenda shule kwa sababu ni kilomita 30, lakini sasa hivi anaenda shuleni. Lakini baada elimu hii bila ada, sasa hivi mpaka kidato cha 6 kuna watoto walikuwa hawaendi shule hata kama amefaulu kwa sababu anatakiwa anakosa ada, lakini sasa hivi watoto wote wanaenda shuleni. Tunataka wananchi wakaseme. Lakini kuna zahanati imekuwa pale kijijini. Kuna kituo cha afya kimejengwa. Kuna wakina mama walikuwa wanapata shida labda ya kujifungua kwa sababu hospitali ni mbali, zahanati iko mbali, wataalamu hakuna. Lakini baada ya kujengwa zahanati katika kijiji husika, wanafaidikaje? Vifo vya kina mama na vimepungua wakati wa kujifungua, lakini wananchi wengi zaidi wanajifungulia mikono salama yenye wataalamu badala ya kujifungulia majumbani na maeneo mengine walikokuwa wanajifungulia kabla. Kuna kina mama walikuwa wanakufa akiwa anaenda kujifungua kwa sababu kuna daraja kulikuwa hamna mahali, mvua inanyesha, kwa hiyo anashindwa kuvuka. Tuna hadithi kama hizo zilikuwa zinatokea kipindi cha nyuma na tunazifahamu. Sasa hivi hakuna tena kwa sababu daraja limejengwa katika eneo lao. Kwa hiyo sasa hivi hamna mama ambaye atakufa kwa kushindwa kufika kituo cha afya kwa sababu njia zinapitika. Kuna mazao yalikuwa yanauzwa kwa bei rahisi sana kwa sababu kuingilika shambani ilikuwa ni changamoto, lakini sasa hivi mtu anauza bei kubwa kwa sababu anaweza akafikisha mwenyewe sokoni kwa sababu ya barabara iliyojengwa katika eneo lao. Tuseme kuna mtu alikuwa hana mawasiliano, kijiji kilikuwa kifikiki kwa simu, lakini sasa hivi imewekwa minara kwenye vijiji. Sisi Dodoma tu tuna minara 38 ambayo imewekwa kwenye vijiji maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wa Dodoma. Hayo yote yanaenda kutoa shuhuda ambazo zitatolewa na wananchi wenyewe kupitia mabadiliko walioyapata katika maeneo yao kutokana na fedha nyingi za miradi, kutokana na miradi mikubwa ambayo imejengwa katika maeneo yao. Kwa hiyo nitoe heshima, nitoe wito kwa wananchi wa Dodoma, siku ya kesho tushirikiane kwenye kata mbalimbali. Wamejipanga kwa namna tofauti tofauti. Wako waliojipanga kwa kusema ili tukutane pale, sio tu tusikilize miradi, lakini hem tufanye na mechi. Kuna vitongoji mashindano ya mechi yameanza, vijiji kwa vijiji, na siku ya kesho wanafanya finali sasa kwa ajili ya michezo yale. Wanapofanya finali ya michezo wanapata nafasi ya kuelezana na mambo yaliyofanyika kwenye kata yao. Lakini wako wengine wamesema sisi tutafanya mashindano ya ngoma. Kwa kila kijiji kinakuja na ngoma yake, kila kitongoji kinakuja na ngoma yake. Wakifika pale watasikia mambo ya miradi, lakini kutakuwa na burudani ambazo zitawafanya pia waweze kuona sababu ya kufurahia pia kukutana kwao, na ndio sehemu mojawapo ya maadhimisho. Lakini wengine wamesema sisi pamoja na yote, kuna kata na ng'ombe 5, na kata na ng'ombe 4, sasa hivi watachinja ng'ombe, watakula nyama na wali pale, watafurahia kwa kweli mambo makubwa yaliyofanyika kwenye kata zao kwenye kipindi hiki chote. Na nimeambiwa kuna halmashauri tayari wameshaita Dula Makabila yuko Dodoma na wengine wasanii mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuchagiza furaha ya siku hizo ambazo tumeona kazi kubwa iliyofanywa na serikali, na sasa tunaenda kuyashuhudia yale yaliyofanyika. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, mimi ombi langu kwenu ni moja, tuwafikishie wana Dodoma kadiri inavyowezekana siku ya leo kupitia vyombo vyenu, wenye redio wasikie, wenye TV waone, wenye magazeti na mitandao wasome, ili siku ya kesho tuungane kwa pamoja kuifanya Dodoma iwe na furaha ya kutosha kwa ajili ya kufurahia mafanikio na kazi kubwa ambayo imefanyika na serikali yetu kwa muda huu wa miaka 5, na wote kwa pamoja tuende kusema kwa kweli tumeona mambo hayo kwa ukubwa wake na tunayathamini na kuyaheshimu. Tunasema Dodoma fahari ya Watanzania. Miaka 5 hii tumeona Dodoma ilivyofaharishwa kupitia miradi mikubwa na maendeleo makubwa ambayo tunayaona kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma. Asanteni sana na washukuru kwa kunisikiliza.